Je, mwanangu. Usikae hivi baba. Chukua basi hata chakula ule kidogo. Na siku ya pili je, uli mwanangu. Utakaa hivi mpaka lini sasa? Hata mimi naumia. Mai sisi sote tulikuwa tunampenda. Sasa ukikaa kama hivyo unazidi kuumia. Hakuna kitu unachopata mwanangu. Masomo yanakupita shule. Jikaze tu mwanangu. Wewe ni mtoto wa kiume, jikaze. Basi nakuomba kitu kimoja je. Mimi mamako nakuomba. Naomba chakula hicho. Kula hata tonge 5 tu. Kula kidogo. Jeli. Kula kidogo mwanangu. Kila anakwenda wala simwachi. Namwambia napenda itanitaki. Kila anakwenda wala simwachi. Eti nini nasemaje? Eti nini nasemaje? Poa baba. Wanangu umesikae sana, mimi najichenga hapa. Baridi mimi mambo kuchi. Tuichenge sa mtaani. Wewe Jeli. Sasa Jeli unaenda wapi mwanangu? Hujapona wewe jamani? Wadogo Nede. Umekaa kinyonge sana mwanangu. Game style sawa Nede. Baridi. Sio kwamba nakuza lau na mambo mengi kichwani, sio kwamba naongea sana, kuna kitu unaofia naona. Vipi boy ucheni? Mbona kinyonge umekuja hata hai kutupa hujatupa? Yeah. Vipi? Vipi sasa? Vipi? Kwani mjasikia hapa kitu cha maji? My which? My what? My where? Vipi sela? Nyosha maelezo. Sasa tukuelekea kama hivi. Kafa long time. Leo siku ya 3 ushamfikia. My nani? Tuma demo wako ule. Ulimaye huyu? Siku semeshemeji kafa. Ndio. Lini? Kifo kimesababishwa nini? Alikuwa anaumwa labda. Kajiua. Kajiua? Kweli sela babu, au taarifa umezitoa huko si wapi? Umehakikisha? Kama kweli msibani ulikuwepo, mchele umeula ile. Usifanye muelewi. Mimi naelewa kila kitu. Muonda kwa ndege sio kwa ajili ya mauti. Oa. Dogo Dio ulichofanya umekosea. Nimefanya nini mwanangu? Nimefanya nini? Mimi kitu nilichokifanya mbele yake. Au sio unajisaulisha? Nimefanya nini? Angalia macho yake mekundu. Hizi ngapi dogo jani? Hizi ngapi? Hata kunipanda kichwani mwanangu. Sio kwanza hivyo kwa nini? Oa, ndege. Oa, nimefanya nini? Huo kinda ponda baba. Nimefanya nini? Kinda ponda. Jiwe moja. Jo. Hata kijiwe dogo jani. Wewe. Jo. Mimi. Oa. Oa mwanangu, angalia baba. Oa mbaya tazama. Angalia. Dogo di. Oa mwanangu, angalia mwanangu, angalia mwanangu. Chenke. Chenke mwanangu. Oa kwanza sasa bibi sio ndege, mshambie hivyo.
Na ukirudi nitakuja nikuue. Jeli, Jeli ulienda wapi? Wewe si nakuuliza? Naitwa Afande Joe kutoka kitengo cha upelelezi. Jana unaitwa nani? Naitwa Adamu. Vizuri Adamu. Tukio la mauaji limefanyika katika eneo lako. Je, una chochote cha kutuambia? Hapana Afande, kiukweli sijui chochote. Kiongozi, kuna picha imepatikana katika mwili wa marehemu. Unafahamu nini kuhusu hii picha? Kingine Afande, kuhusu hii picha mimi sijui chochote, ila cha kukusaidia Afande. Huyu kijana aliyofariki hapa wana maskani yao iko hapa, ambapo mara nyingi sana na wakataza kufika katika eneo hili, na mimi nikitoka kwenye majukumu yangu na wakuta wao wamefika. Watoto wangu. Mara ngapi nimewakataza kuja kukaa hapa lakini hamsikii. Mbavu zenu ningetandika bakola mimi. Mnaacha kwenda shule, kazi kuvuta mibangi tu. Sasa leo nimetoka katika pilika zangu. Wakati nimetoka malishoni, mbuzi wakawa wamejizonga mahali moja. Nikajiuliza, je, kuna nini? Mbona mbuzi hawataki kwenda ndani? Ikanibidi kwenda kuangalia, je, kuna nini? Kufika pale ndo nakuta kijana amelala. Nikatamaki kwanza. Baada ya kutamaki, ikabidi nimwangalie vizuri. Nikagundua kuwa kijana huyu amefariki. Ikanibidi nipige simu. Ukweli wangu mimi nasema sijui chochote kinachoendelea. Asante sana Damu. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Eneo lako litakuwa chini ya uangalizi wa polisi ndani ya siku 3. Kwa hiyo ndani ya hizo siku
utasimamisha shughuli zako mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sasa afande, juu ya yote mimi nina familia. Nahitaji nitoke nikapambane ili niweze kula. Sasa nisipotoka ndani ya hizo siku 3, je, nitaishije na familia yangu? Wewe na familia yako mtakuwa chini ya uangalizi wa serikali mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sawa. Kama ni hivyo basi nashukuru. Afande, huyu tumeshamtilia shaka, haina haja ya kumwachia. Piga simu. Gari. Dika uche mwanangu. Wewe nauma mwanangu. Ndio najua nauma, naelewa mwanangu. Naelewa. Usilie kama hivyo mwanangu. Sasa unapolia mimi nitafanyaje sasa mwanangu? Wewe mwanangu kisoka utoka. Naelewa mwanangu, nakuelewa yote A to Z. Naelewa mwanangu. Usilie mwanangu. Hafsi wauni tulii sana ala nini? Bora kiondoka mwanangu. Abedi sabe. Mimi ndo kiso mpaka yeye kama mwanangu kiso kavuta. Tulia. Mwenzetu katangulia. Na sisi ipo siku hata kesho tunaweza kutangulia mwanangu. Usilie sana. Usilie dogo D. Naelewa mwanangu chungo na upata. Naelewa mwanangu. Angalia dogo D unapolia na anaweza akapita kaponaje. Ujue D wewe ndege ujue. Mwanangu yule. Ule ndege mwanangu. Naelewa mwanangu, naelewa. Tulia. Ule ndege mwanangu. Nakusamehe mwanangu. Jana tu mimi nikagombana naye. Bora kiondoka ameshanisamehe mimi. Kashakusamehe mwanangu. Dogo Kiso mimi namjua mwanangu, kashakusamehe. Afu dogo Kiso ana mambo mengi. Kakusamehe mwanangu. Kakusamehe. Mimi naacha kulia. Baridi. Futa machozi mwanangu. Futa machozi na nyuka tuondoke. Hapa ni kituo cha polisi wilaya Mkuranga. Kuna mauaji yamefanyika huku, na baada ya mauaji kufanyika tumekuta picha ya Busiri kwenye mwili wa marehemu. Mimi sina hatia, ndio nitoe bwana huyu. Sawa, umeeleweka. Afande, timu ya upelelezi itafika eneo la tukio. Afande, hivyo tunaomba ushirikiano. Ndio nitoe bwana. Ili tufike mahali hapo bila kupotea njia. Nishaambia mimi usiki sina hatia afande, ndio nitoe bwana huyu ndani mimi. Afande. Afande.
Naam, jambo fani. Tuko eneo la tukio. Hapa baada ya kupiga picha na kuskani mwili wa marehemu, amesadikika kwamba ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mwandege. Mheshimiwa, mwalimu amejaribu kutafuta mawasiliano ya wazazi wake na Roy, kila akipiga simu haipatikani. Na mule darasani hakuna mwanafunzi anayepajua kwa kina Roy. Ila kuna mwanafunzi mmoja ambaye leo hajafika shule anamfahamu vizuri Roy. Mwalimu ameniagiza nikupeleke. Sawa, twende. Hodi. 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 Karibu. Asante. Kijana mwenyewe ndo huyo hapa. Jambo kijana. Jambo shikamoo. Tunakuhitaji huku chini mara moja. Sawa. Wewe ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mwandege? Ndio. Kwa nini hujaenda shule? Kuna mwanafunzi mwenzako anaitwa Roy, unamfahamu? Ndio. Anaishi wapi? Wasema anapoishi sipafahamu. Ila ana wenzake wanapenda kutembea makundi. Unaweza ukatupeleka? Afande. Je, vipi kuhusu usalama wangu? Kuhusu usalama wako usijali. Afande Mbogo. Naam afande. Kamlisha kijana shuleni. Sawa afande. Afande. Vipi kwa upande wako? Tueleze umefikia wapi? Okay. Vizuri sana. Tukutane serikali za mitaa. Jana. Hapa ndo maskani kwao, ila kwa vile miti imekatwa itakuwa wamehama, kwa sababu wao wanapenda kukaa juu ya miti kwa vile wanajiita ndege. Ila kuna mmoja nyumbani kwao na pajuu. Sawa, inabidi tupeleke. Vipi, mbona pana pango la ndege mkononi? Maskani imekatwa na kuta mikosho imekatwa. Umefanya kuni. Alafu dudu la ndege kule nenda kuliokota kwa sababu familia mimi ndege nitalichukua. Alafu wanangu ndio ambia kitu gani? Dogo Piso kaondoka. Dogo Kuchi kaondoka. Yaani ndege nazidi kupungua. Mimi msanii na ndoto zangu mimi nikiendelea kuwa ndege na mimi nitaangamia. Alikuwa ndoto zangu sitazikamilisha wanangu. Kwa wanangu dudu lenu ili hapa. Nimeamua kujitoa. Nikapambania ndoto zangu. Kwanza leo miso ndege. Anamwambia blaza ile pale support ile muziki. Ushakuwa mimi nipotee. Yaani baridi wanaondoka watu wanabaki watu. Mwanangu, ndio 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 mtaani.
Naitwa Afande Sila. Kijana, kuna vifo vya wanafunzi wenzio wawili, vifo ambavyo si vya kawaida, si ajali, si maradhi, wala si ghafla, na maanisha wameuawa. Je, unafahamu lolote kuhusu hilo? Hapana. Na kwenye kila kifo kinachotokea muuaji anaacha picha ya Bruce Lee. Je, unafahamu lolote kuhusu hiyo picha ya Bruce Lee? Hapana. Alafu umezungumzia kuhusu picha ya Bruce Lee? Ndiyo. Nakumbuka kabla ya kifo cha mwenzetu mmoja, kuna siku tulikuwa tumekaa maskani. Tulipokaa maskani, huyo mwenzetu akaja kutuletea habari kuna msichana mmoja amefariki. Huyo msichana anaitwa Mai. Alafu huyo Mai alikuwa na rafiki yake wa kiume ambaye anapenda kujiita Bruce Lee. Afande, nikilinganisha hayo matukio mawili kati ya huyo msichana na rafiki yetu, na nikilinganisha na hiyo picha ya huyo mtu ambaye anajiita Bruce Lee, atakuwa ni yeye anahusika. Kwa sababu siku ambayo alituletea taarifa ya kifo cha huyo msichana, sekunde chache baadaye na mwenzetu naye akafa. Kati yetu sisi na huyo anayejiita Bruce Lee kulikuwa mna maelewano mazuri. Kisa huyo msichana inasemekana alijiua. Wewe Maisi unamjua? Ndiyo nafahamu. Sasa afande, Maisi atakuwa analipiza kisasi. Vizuri sana kijana. Umetupa maelezo ila halijitoshelezi. Mna ugomvi gani na kijana anaitwa Bruce Lee? Ugomvi uliokuwepo ni kugombania msichana. Huyo msichana alikuwa anagombania na nani? Huyo msichana alikuwa anagombania kati ya Dogo D na Bruce Lee. Jina halisi la Bruce Lee na? Jina halisi sijalijua bado. Kwao wanapoishi unapafahamu? Ndio napafahamu. Jana, usishindane na jeshi la polisi. Tii sheria bila shughuli. Najua Kiingereza mama, please let's go. 4 mara 4 jibu lake ni forward. Tena limeandikwa kwenye Toyota RAV4. Mama ni support usinione bichwa maji. Msana usemaje? Shule napata zote na sitaji basikeli. Nakana itoke kwenye fani yangu ya singeli. Leo kama shule mwamba malifungo makabila. Mama ni support usinione taila. Mama ataniua. Niumie mwanao. Mama ataniua. Ola bro. Baza, vipi sasa kuhusu mchongo wangu? Mchongo gani? Ukaenda studio, soma mchefu 50 tu. Ukatoa ngoma. Mudi mkubwa ujue kaniambia nakuletea mdogo wako ili msimame katika masuala ya shule. Wala hajaniambia namleta mdogo wako sijui tamsimamia katika masuala ya muziki sijui ya nini. Mimi kwa hajaniambia. Hamna, sikia mtu afanya yake. Chanyangu sio kusoma. Mimi nina akili zangu timamu. Wewe muziki nakusaidia nini? Ya bro, wale mimi nikikodi ngoma tu nikitoboa. Kibanda na kubadilisha hichi hapa. Acha habari zako za kipumbavu hizo. Kwanza ushakula? Jala. Nataka 50 ukarekodi muziki. Unakula nini hapa? Mimi nikirekodi nimeshiba.
Habari zako hizo usiniletee. Mimi ukitaka hela madaftari, hela peni, tusheni, sijui t-shirt, mimi niambie nitakupa. Nitahangaika kama sina ninayo nitajua nafanya vipi nikugaie mdogo wangu ukasome. Lakini kuniambia maswala sijui kulikodi muziki, sijui kulikodi nini, mimi sitaki hivyo vitu niambie. Na kwanza tatizo wewe mzembe. Wewe mzembe ushasika kuita pale, ukamwagilizie mazao yake yale, ukampulizie mazao yake akae vizuri. Na mwisho wa mwezi analipa kuanzia 70,000. Tuende kule 50,000 unaipata chapu unakuja kuniambia mimi 50,000. Kwanza mziki wenyewe siuelewi. Unakuja unaniambia mimi 50,000. Niache. Wa bro, umenigenda hata sasa hivi napata kazi pale. Yaani hata sasa hivi fresh unapata kazi yani. Baridi. Unashtakiwa kwa kesi ya mauaji ya wanafunzi wawili, na kila unapofanya tukio la mauaji unaacha picha ya Bruce Lee. Hivyo basi, kama una pingamizi na mashtaka yako, una haki ya kutafuta mwanasheria ili akusaidia katika kesi yako. Hapa ni kituo cha polisi wilaya ya Mkuranga. Unaongea na Afande Kidali? Ndio. Kutoka kituo cha kati Vikindu. Kuna sehemu imekuta tukio la mauaji. Endelea. Na hili sio tukio la kwanza, ni la 3 mpaka sasa katika mauaji ya kikatili. Na muuaji huyu baada ya kuua ameacha picha ya Bruce Lee. Aliyeuawa ni chini ya umri wa miaka 18? Ndio. Huyo muuaji huwa anaua wanafunzi. Inabidi utambue hiyo. Sawa. Hakikisha haingii mtu eneo hilo. Sawa kiongozi, nimekusikia. Mpaka uchunguzi utakapokamilika.